Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2025. Karibu sana kwenye taarifa zetu. Leo tumekuandalia habari nyingi sana kutoka uwanjani pale DRC, uwanja wa vita, kila ambacho kinachoendelea, mazingira zote, na tumekuandalia mambo mengi tu katika siku ya leo. Endelea kuwa pamoja na sisi kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Lakini pamoja na hivyo, tutakwenda kuambia habari zote zinazopatikana maeneo kama vile Goma na Bukavu, Walikale na kwenye uwanja wa vita, kila ambacho kinachoendelea katika siku ya leo. Channel ni Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza umeingia, endelea kusubscribe, like, comment au s'abonner kwa lugha ya Kifaransa na kushare kwa watu wengine, ili unapata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Lakini baada ya kupata malalamiko mengi sana na watu kutuuliza inakuwaje, mbona mchangii wazalendo? Jamani, hizo namba ambazo tumeweka hapo, kuna namba za Cash App. Yoyote ambaye nchi yako kama inatumikisha Cash App, unaweza kutuma hela za mchango wa wazalendo pale vitani. Lakini pia kama wewe nchi yako inatumikisha hiyo mitandao yote mbili hapo, kama uko Kongo, uko wapi, popote pale, kufuatana na hizo namba ambazo tumeweka hapo. Kama nchi yako hizo namba hazitumiki, basi unaweza kutupigia kwa namba ambazo ziko hapo chini, ambazo unaweza kutupigia na tukakupa maelezo gani ya kusaidia wazalendo. Namba hizo ndizo namba za kutoa mchango wako. Kuna Cash App na hizo zingine za Airtel Money. Basi karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Channel ni Mteba TV. Kama una maswali yoyote, unaweza kutupigia kwa namba hizo ambazo ziko hapo. Karibu sana. Ifuatayo taarifa ya habari kutoka channel ya Mteba TV. Walikale Mai wamefanya kazi nzuri sana, ambao kwa jina maarufu ni wazalendo, kwa kuwashika M23 ambao walikuwa wako porini kabisa. Baada ya mapambano makali yaliyofanyika maeneo za Walikale, wameweza kupotea porini kabisa, na siku ya juzi ndo waliogotwa kule porini kabisa, hali ikiwa mbaya sana. Lakini nafikiri wanafanywa matibabu, wamekondeana vibaya sana. Lakini pia bado tungali hapo kwa Walikale, vikosi vingine vya FRDC ambao walikuwa wamekimbia kujiunga na M23 na wengine walikuwa wamekamatwa kwa nguvu. Basi siku ya jana na leo wameweza kujiripoti maeneo za Walikale na wakatangaza kuacha vita na kujiunga na wazalendo. Je, kuna habari gani hapa? Tutakuja kuambia kile ambacho kinaendelea kwa upande ule. Lakini maeneo mengine za Kabamba, pale ambapo kabisa wameweza kukamata silaha nyingi za kutosha. Kulikuwa wazalendo wengine 8 M23 ambao wamekamatwa mateka na kuacha vita kabisa, wakatangaza kusema sisi kule tumeshindwa. Tutakwenda kuambia historia yote ambayo walikuwa wanaipiga maeneo yale na kila ambacho kilikuwa kinaendelea mazingira yale. Kwa nini waache vita? Kwa nini wajiunge, wajisalimisha kwa wazalendo? Je, wazalendo watawapokea? Hizo ndo habari zetu. Lakini pia tutakwenda moja kwa moja kwenye habari zingine zinazopatikana maeneo za Nyangezi, kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Lakini pia Bukavu, siku ya leo pako kimya kabisa. Pako kimya, ile mistari mbalimbali za hawa mambolea hazipatikani kabisa siku hizi. Lakini tutakimbia tena kwenye habari zingine tutakazozungumza katika siku ya leo. Uvira masasi iliweza kupigwa usiku wa kuamkia leo. Uvira masasi imepigwa usiku wa kuamkia leo. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari kutoka channel yako ya Mteba TV. Usisahau kuchangia wazalendo wanaofanya kazi kubwa sana huko Mkongomani, huko popote ulipo. Namba hizo hapo, Cash App hiyo hapo, Airtel Money iko hapo. Basi unaweza kutuma pesa zako kupitia channel ya Mteba TV na zitafika salama kabisa mahali usika, na tutakuja kukuonesha pia video wakati tutafika mazingira za kwenda kusaidia misaada hiyo. Basi channel Mteba TV, karibu sana. Walikale wazalendo wameweza kukamata vikosi mbalimbali vya M23 ambao walipigwa kipigo kila ambacho walipigwa wiki 2-3 zilizopita, wakati walikamata tena, wakati wazalendo walirekipere ile maeneo za Walikale. Kuna M23 ambao walikaa kwenye pori, hawana chakula, hawana msaada wowote maeneo yale ya Walikale. Wameweza kuwagundua, walikuwa kwenye mapori huko, hali yao ikawa mbaya sana, walikuwa wamekondeana kabisa. Tutakokea picha hapa, utakwenda kuona ambacho tunachokuambia. Wameenda kondeana vibaya sana, yani walikuwa hawana hata afya,
hata kidogo. Wameweza kuwaogota porini huku wakiwa na majiraha kama madonda mbalimbali kabisa. Hali ilikuwa ni mbaya. Ngoja tukaanza picha hapa afu utakwenda kuona kila ambacho tumekuambia kwamba tunakwambiaga ni ukweli kupitia channel yako bora ya Mteba TV, afu tutakuja kurejea kwenye habari zetu. Naam, kama unavyoona hapo wameweza kuogotwa kabisa kwenye mapori kabisa, ya hali ikiwa mbaya sana, lakini tutakwenda kuambia kila ambacho kinaendelea. Wengi wanasema je, watibiwe? Mbona ni hawafanani kuwa Watusi? Ni kwamba M23 mlikuwa hata Wautu wapo wengi wanajaa. Kwa hiyo wapo pale, hali ilikuwa ni mbaya kama hivyo mnavyoona. Wameweza kukamatwa porini wakiwa hawajiwezi hata kutembea kwa sababu ya njaa, na pia njaa ilikuwa nyingi. Nani atawapa chakula wakati walichezea kipigo kikali sana wakati wa walikale? Lakini siku ya leo na jana kumeweza kuripotiwa vikosi vingine vya awa M23 ambao wamejiripoti. Ni vijana wa Kongomani ambao wameona hali inakuwa ngumu maeneo yale ya vita. Wale ambao walitekwa kwa nguvu wameweza kujiripoti tena siku ya leo na jana maeneo za Walikale kwenda kujiripoti kwa upande wa wazalendo. Lakini comment zimekuja kuwa nyingi sana. Inawezekana ni wanasema kwamba watu wengi wanasema kwamba inatakiwa wazalendo wawe macho, kwa sababu inawezekana ni zimoja mbinu zingine za M23 kwanza kama vile kutoka kwenye uwanja wa vita na kwenda kujisalimisha maeneo mbalimbali ili waanze tena mapambano maeneo yale. Ni kitu ambacho hakipo jamani, ndugu msikilizaji. Lakini inawezekana mbinu hiyo ikawa, lakini karibuni batayo yote zaidi ya wanajeshi 200 wameweza kuripotiwa maeneo zile za Walikale. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wameacha bunduki wakaweka mikono juu. Yani sasa hivi ni mwendo wa kujisalimisha. Tunawaambiaga kila mara hapa kupitia channel ya Mteba TV, nyinyi wote ambao mnabakia na kama unatusikiliza mnabakia kwenye uwanja wa vita, bado mko M23, murudie kabisa, acheneni vita. Kurudia kwako sio mpaka utakuwa soda, hapana. Jisalimishe, rudi, achana masuala ya vita, kwa sababu haiwezekani wewe Mkongomani uko ndani ya M23 unagombanisha bandugu yako, unaua bandugu yako, kitu ambacho hakipendezi kabisa, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Kwa hiyo wale wamejiripoti. Sasa maswali yamekuja mengi sana, hata kama wamejiripoti isije kama mbinu za M23. Jamani, acheni hawa watu kabisa warudie. Wamejisalimisha, wameshindwa kula, hakuna mishahara, hawali tena. Juu sasa hivi bosi amekauka. Hakuna namna nyingine, hakuna kitu kingine ambacho wanaweza kukifanya kwenye uwanja wa vita, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Hapo tumemaliza habari za Walikale. Ni kwamba kuna wamoja wameogotwa porini wakiwa na madonda, na wengine pia wamegondeana huko porini, hali mbaya. Nishakuonyesha picha hapo, na wengine kuja kujisalimisha mikononi mwa wazalendo. Hapo ni vizuri sana, na muendelee kujisalimisha kabisa, vita iishe, kwa sababu nyinyi wa Kongomani kama mko ndani ya hawa M23 ni mbaya sana jamani. Mnatusikiliza channel ya Mteba TV na mnatuamini, muende kurudia, mtaona mafanikio. Wala ambao wanataka kujiunga maeneo mbalimbali mtajiunga tu bila shaka na bila tatizo, lakini kwa masharti makali. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Lakini pia tukienda tena habari moja kwa moja, maeneo kama vile za Kabamba, wengine waliweza kukamatwa kujisalimisha kwa kipigo ambacho sasa hivi M23 wanapigwa, wengi wanajisalimisha sana. Maeneo za Kabamba tena wameweza kujisalimisha, ambayo iko kwenye territory ya Kalehe. Maeneo yale wameweza kujisalimisha kabisa, karibuni 8 na silaha zao, na kusema kwamba hali ni mbaya kule, hawana mishahara tena, wanawatesa, wanawanyanyasa. Kuliko mnyanyaso kule, mkuye murudie bote, murudie kabisa kwa raia au kwa FRDC au kwa wazalendo, ili amani yenu itaendelea, kuliko kufa kizembe maeneo yale. Maeneo hayo ni hatari, wameweza kukamatwa kwa kipigo ambacho kilitembezwa maeneo yale. Lakini tunaenda moja kwa moja maeneo za Nyangezi. Kipi kinachoendelea kule Nyangezi? Baada ya mapambano makali sana kuripotiwa tangu juzi, makali mno ambayo yanaendelea mpaka sasa Nyangezi ipo hivyo. Mapumziko yaliweza kufanyika tangu jana na siku ya leo, hali ingali tutete sana kwenye uwanja wa Nyangezi. Kila ambacho kinaendelea Nyangezi ni kwamba
ndani ya mji wa Nyangezi bado kuna vikosi viwili maeneo yale. M23 pamoja na wazalendo wapo mle vile vile, wamegawana pande mbili. Kwa kitu ambacho watu wengi wanajiuliza, kwani hao hawaonani? Kwa nini wagawane pande mbili? Kwani hawaonani hapo kwa kushambuliana? Kuna kitu gani kinachoendelea? Lakini wasiwasi kizidi tu kuwa nyingi sana, ya kwamba wasiwasi hii nyingi hasa kwa upande wa FRDC, wala ambao wako maeneo za Luvungi. Kuna FRDC ni wengi kama mchanga wa bahari. Kuna wazalendo ni wengi kama mchanga wa bahari. Kuna wanajeshi kutoka Burundi ni wengi kama mchanga wa bahari. Kwa nini hawa FRDC na wanajeshi kutoka Burundi ambao wako kama ndo Luvungi, kwa nini wasipambane? Kwa nini wasipambane? Kwa nini wasipambane? Yani hapa watu wanasema kunawezekana kuna mchezo unafanyika hapa. Wanajeshi waliotoka Burundi wako pale. Amjui kwamba M23 wakikamata Uvira, Burundi itakuwa kwenye hatari? Kwa nini msipambane? Jamani, rais angalie jambo hili. Malalamiko haya tumeweza kuyapata. Sasa hivi tunachambua habari zetu. Tumepata mahabari haya mengi sana maeneo yale. Tukaona acha kwanza tukule kwanza break, lakini kwa sasa break imeisha. Sasa hivi tunataka tuweke break mpya. Sasa hivi ni kupromoka kabisa na habari zetu na uchambuzi wetu, kwa sababu wanajeshi waliotoka Burundi, kwa nini maeneo yale hawapigani? Wao wako pale hawapigani. Walikuwa wanapigana, wameacha kupigana kwa sababu gani? Lazima mtuandikie mkomantere hapo. Hawa wanajeshi manake na wao inawezekana kuna mbinu zingine ambazo ziko pale. Lazima tuanze kuangalia, na FRDC ambao wako pale ni wengi, wanachia wazalendo kazi. Mko nafanya nini maeneo yale? Kama hamwezi Luvungi, tokeni Luvungi kabisa, mtoke. Kuanzia jeshi la kutoka Burundi litoke Luvungi kabisa kama hamtaki kupambana. Haya ni maoni ya raia. Ni maoni kabisa ya raia. Ni watu ambao wanatutumia habari hapa. Kama hamtaki kupambana hapo Luvungi na kusonga mbele kukamata vijiji mbalimbali, tokeni hapo, murudi Burundi. Ndicho kitu ambacho watu wanachosema. Kama mtaki kupambana pale, mnafanya nini? Serikali inawapokeza pesa, mnakaa pale hampambani, mko na vifaa na kila kitu. Lazima mpambane, msonge mbele. Tunataka sisi, kama hamtaki mtoke ile maeneo, acheni wazalendo wafanye kazi. Na FRDC ambao wako pale Luvungi, nyinyi mko pale Luvungi, mko bengi na mnatusikia channel ya Mteba TV. Tunawaambia na maoni ya watu, raia wanasema hivi, kama hamtaki kugombana, tokeni Luvungi. Mnapokea mishahara bure, mnakaa na mfanyi kazi. Ni kitu ambacho hakipo. Kitu gani kinachoendelea maeneo yale? Raia wanasema kama mpambani, tokeni, acheni wazalendo, kwa sababu vita yote inayoendelea pale, wanajeshi mnazuia wazalendo wasipambane maeneo yale, kitu ambacho sio kizuri. Kamanyola na Luvungi ni kama kilometri 2-3, sio mbali. Kwa nini msiingie mpale ndani na mfanye kazi, msonge mbele? Watu wanawasubiria Bukavu. Kwa nini FRDC hamtaki kufanya kazi? Hatujaona FRDC serikali iko nafanya kazi gani? Juu nguvu ya FRDC wakianza moto pale ni wanajeshi. Ni wanajeshi ambao wanapaswa kusimama pale na kufanya kazi nzuri. Wana ndege zao, wana kila kitu. Mtasema kwamba uwanja wa ndege wapi? Ukiingia uwanja wa ndege zipo, uwanja za ndege ziko nyingi ambazo ziko wazi. Ndege zipo. Kwa nini zisifanye kazi kwenye uwanja wa vita? Kwa nini FRDC mko na vifaa vya kuenea? Kwa nini msiendelee na kazi maeneo yale? Wa FRDC ambao mnakaa Luvungi. Kwa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, kila ambacho kinachoendelea maeneo yale akifurahishi kwa ujumla. Akifurahishi kwa ujumla kabisa. Kwanza vikosi vyote vya Burundi ambavyo viko pale, kitu ambacho mnakifanya pale akifurahishi, lazima mfanye kazi. Ni miezi mingapi mko pale hakuna risasi, amfiatu risasi? FRDC tangu mwingie Luvungi, mlitoka Bukavu mkaingia Luvungi mkatulia pale. Kwa nini hamfanyi kazi? Ni vitu ambavyo havifurahishi, na watu wengi wanasema kwamba ni siasa inaenda. Mambo ya siasa ndio hivyo. Na kwa nini serikali isijishughulishe? Ina vifaa kupatisha wazalendo vifaa, amwapashe vifaa. Kufanya hivi amfanye hivi. Ni kwa ajili ya nini? Mwachie mzee ya kutumba mfasi ile atumike. Kwa sababu wazalendo wanapotaka kupigana, msipige hapa, msipige hapa. Nyinyi mnakuwa mnazuiana pale kwa sababu gani? Ni kitu ambacho sisi hatupendi, na raia wote kwa ujumla wa Kongomani hawataki kusikia vizuizi. Angalia wazalendo kisa wanavyotumika huku upande mwingine. Hao ambao wanatumika maeneo za Katana, Kabamba, Kalehe, kwenda kabisa mpaka kule Minova. Wanatumika vizuri, wapo sawa kabisa. Wameshadhibiti vijiji, na sasa hivi ni mwendo wa kupiga bila kurudia nyuma.
Ni mwendo wa kupiga bila kurudia nyuma, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Bukavu wanasubiria nini kwenda kuomboa Bukavu? Watu wanateseka Bukavu. Watu wanapandisha sauti kubwa kupitia channel ya Mteba TV. Watu wanahangaika Bukavu. Bukavu inashindwa kudhibitiwa kwa sababu gani? Angalia gisi hawa M23 wamekuja wengi, wameenda kujulundika kule Nyangezi. Malizeni hao mbolea moja kwa moja. Watu wanataka amani ingie, na amani yote ipo kwa wazalendo na serikali kama vile ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fanya kazi na wazalendo. Wanajeshi wote wa FARDC ambao wako sasa hivi ni wanajeshi wa Kabila. Hayo ndo mambo ambayo yako hapa, na ndo kila mtu anazungumza. Anasema kwamba wanajeshi wote FARDC ambao Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliwakuta ni wanajeshi wa Kabila, na wanamsikiliza Kabila, na ndo maana waliacha kupigana, wakaacha Goma ikakamatwa, wakaacha Bukavu ikakamatwa, na mpaka sasa wamekimbia vita, wakakula pesa wakakimbia. Wanamsikiliza huyu nani Joseph huyu Kabila Kanambe huyu, wanamsikiliza sana. Kwa hiyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, raia wanasema hivi, wanajeshi wako sasa hivi ni wazalendo. Weka nguvu kwa wazalendo, na kama unaona misaada na kila kitu unachotuma akifiki kwa wazalendo, moja kwa moja wewe nenda kufront. President anaingia kufront bwana. President anaingia kufront. Akiona mambo yamekuja mabaya anaingia kufront. Unakuja hata pale Luvungi, unakuja Uvira, unasikiliza matatizo ya watu, sio kuikaa Kinshasa. President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, watu wanalalamika, wanasema lazima uje Uvira. Oya nano na Uvira kovanda kuna na Kinshasa te. Okendaki kuna na Lubumbashi. Yaka lisusu na Uvira. Bako yamba yo na Uvira. Oya koyoka basango. Oya ze berene kotona afro. Kotona afro basoda na yo. FARDC. Bazo sala msala te. Bavandi kaka na Luvungi. Bazo beta na te. Basoda kobima Burundi. Bango nyonso. Bavandi kaka na Luvungi wana. Bazo beta na te. President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, batu nyonso bazolo bake ba soda na yo FARDC bazo sala musala te wana na Luvungi. Bazo sala te, bazo pekisa kaka bazalendo soki balingi babeta bango bazo pekisa bango bobeta awate pona nini na ndeti na baye awa na radio na biso ya Mteba TV to matisa basango oyo to ebisa yoke basoda wana bazo sala musala te. Batikeli kaka bazalendo nde bazo sala musala bango moko. Bazalendo pe bazata na mabunduki te. Bazo linga otindila bango mabunduki. Bazalendo balingi tinda mabunduki ebele po basala misala. Pena basoda onyonso babibi na Burundi bavandi kaka na Luvungi bazo beta te. Bazo pekisa kaka bazalendo. Soki bazalendo balingi babeta bapekisi bango. Kosala boite ko beta awate pona nini? Luvungi na Kamanyola eza musika te, eza lokola 2 km à 3 km, eza musika te pona nini? Bazalendo bazo sala moye nyonso bazwa Bukavu me basoda na FARDC basoda ya Burundi nde bazo pekisa bango basala musala te. Ezo se pedisa te epa bakongomani. Ndugu msikilizaji, niko nasema nini? Ni vile ambavyo niliongea mkiswahili ndio venyewe nimegeuza kwanza kwa Lingala ili message ifike moja kwa moja kwa rais kwamba wanajeshi wa Burundi ambao kwa pale hawatumiki, wanajeshi wa FARDC hawatumiki, wanachia wazalendo kazi, kitu ambacho hakipendezi wa huku. M23 wameongeza nguvu kubwa, japokuwa ni mbolea, lakini pia mbolea zinapaswa kupigwa kwa moja na kukamata, kitu ambacho hakifurahishi ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Uchambuzi wetu tena katika siku ya leo, maeneo zote za Goma amani kidogo ipo, japokuwa wako chini ya ulinzi ya M23, lakini kuanzia hizi siku ngapi hakuna masasi ambayo inapigwa maeneo yale. Na Bukavu tena hakuna zile vurugu bana choma watu, abachomi watu. Sasa hivi Bukavu amani angalau kidogo imeingia. Ile vurugu ya kuchoma watu, kukamata watu usiku, hivyo hatujavisikia hizo ripoti, bado kunatulia maeneo yale. Channel ya Mteba TV, na kwa sasa hivi operation mpya ni wa M23 ambao ni wakongomani wanazidi kujihuzuru kwa sababu ya mishahara yao. Hakuna mishahara, hawapokei mishahara, wanahangaika, wanajiunga kama ngapi 10-20, wanakuja na mabunduki zao wanaachia wazalendo. Na muendelee kufanya vile, yale masila zote endeleeni kufanya vile, endeleeni kutoka mu M23 kwa sababu hakuna mshahara wowote. Tukutane tena panapo majaliwa. Ciao.